Mwenye kama Mkoba huyu ana tabia za upelelezi na anaficha mbinu zake za kupeleleza, lakini kuna kitu kidogo alituonyesha kwamba huyu sio mtu ambaye anauacha mpira kwa mpinzani. Sasa tafsiri yake ni kwamba ukicheza naye ni mishikaki ya mapupu utafuni, upambane kweli kutafuna. Kwa namna ambavyo Yanga imecheza jana, nguvu aliyokuja nayo kwenye timu, kuongeza wachezaji wanaohama kwenye nafasi, wenye uwezo mzuri wa kuzunguka kwenye kutengeneza nafasi, kutafuta nafasi na kuzitumia nafasi, na kutengeneza wachezaji wana nguvu kwenye maeneo muhimu ya kiwanja, pembeni ya ukwasi. Ukimtazama Shadrack Boka, ukirudi juu Anazokwan, huku ana Kangwanda, lakini ukirudi kwenye midfield pametengenezwa nguvu kubwa. Na jana alibaki neno moja tu na kuweka namba 10 mkorofi. Tafsiri yake hawa wanakuchekesha huku wanakukuna kwa namna ambavyo mechi yao inacheza. Lakini ukirudi hebu angalia namna ambavyo wanatoa wakati mgumu kwa wapinzani. Simba jana hawajapoteza timu, wamepoteza mchezo. Utalaumu wachezaji wote wa Simba, lakini mtindo wa kucheza na Yanga ni unyevu kwenye mapafu. Ni mtu ambaye ana unyevu kwenye mapafu au mapafu yenye maji. Mtu huyu apumui, lazima yanyonywe. Ukicheza na Yanga ni mapafu kwenye maji, kwa sababu muda wote wao mpira ni haramu kubaki kwa mpinzani. Ili we haramu kwa mpinzani, wao halalishe. Ndio kitu ambacho wanacheza. Kwa namna ambavyo wanacheza, ile mobility na flexibility yao kwenye rotations, uwezo wa kuwa na watu ambao wana hug touch lines, lakini namna ambavyo wamekuwa wana switching of play, kubadilisha mpira kwenye nafasi na kubadilika kuja kwenye nafasi. Hicho ndio kitu ambacho kinafanya wawe tofauti, na ndio maana na wanasibisha na mishikaki ya mapupu utafuni. Mapupu yatafuniki kaka. Ukiweka tu umefonza. Ukiweka umefonza. Kwa namna ambavyo wanacheza Mankoba. Lakini angalia game pace. Full match pace, muda wote kwenye mchezo na kasi. Na waliathirika kidogo kipindi cha pili baada ya yale mabadiliko yao. Kuja Alan Okero, tulisema kuna wachezaji wengine anakuwa kama box kuligalisha kwenye maji linaloa. Pace ya mechi ikiwa kubwa umuone. Aliingia Shabalala kama mbadala wa yule winga, nafikiri pia ni kama kuendelea kupokea mashambulizi sababu alikuja kwa ajili ya kujilinda zaidi. Lakini mtindo wake wa kucheza Mankoba, pace yake si nasibishi na Yangamond, pace yake si nasibishi na Siad, pace yake si nasibishi na Merud, ana pace ya tofauti. Na kazi ile ya Yanga, sitoshangaa mtu akipigwa 7 ligi yetu hii 7 8, na huyu mchezaji wao wa kwanza kumsajili Aziz Ki kwa sababu yupo mtihani mkubwa sana. Nitashangaa, sitoshangaa mtu akipigwa 7 8. Simba hawajapoteza timu, wamepoteza mechi. Jana utamsema Kagoma, utakuja utamsema sui nani. Mtindo wa kucheza wa Yanga unakudogodesha, unanyongonyesha. Yaani hawa wanakaanga chipsi kwa mafuta ya transformer. Yanga wanakaanga chipsi kwa mafuta ya transformer. Mnaiva taratibu na mafuta yaishi. Simba wameanza, lakini unaangalia wachezaji wote wa Simba kipindi cha kwanza wamecheza vile dakika 20 walikuwa hawafiki golini na kupiga shot on target. Shot on target imepigwa dakika 89. Mtamlaumu Dumbia, mtamlaumu Kagoma, utamlaumu Chama, utamlaumu Libase. Wale walikuwa ni mtoto anayeogeshwa kwenye beseni. Jana Simba alikuwa kama mtoto anayeogeshwa kwenye beseni. Anageuzwa tu. Huku anapakwa sabuni, huku anasafishwa masikio, huku. Ndicho ambacho kimetokea jana. Simba ni mtoto alikuwa anaogeshwa kwenye beseni. Unampaka sabuni huku, kwenye kwapa, unamgeuza, unamsafisha masikio, unamwagia maji, analia, unamtoa kamasi, ndio hicho kinafanywa. Kilichokuwa kimeleta bahati tu kwamba na udhaifu wa Yanga kutumia zile nafasi, lakini ilikuwa ni mechi ambayo walikuwa wametawaliwa kiufundi maeneo muhimu yote. Sio kwamba wana timu mbaya. Wametawaliwa kiufundi maeneo muhimu yote. Ni mtoto alikuwa anaogeshwa kwenye beseni. Unamgeuza unavyotaka. Akilia unamnyamazisha, unamtia maji puani kidogo, safisha masikio, ndicho anakifanya Mankoba. Simba walionekana wao kuwa bora kipindi cha kwanza dakika 15 20. Kwa nini walipoteza ule ubora ndani ya dakika 15? Na sio walikuwa bora, walikuwa wanacheza, wanaingizwa chumbani ili wafungiwe mlango. Simba dakika 20 za kwanza walikuwa wanacheza, wanaingizwa chumbani ili wafungiwe mlango. Njoeni mtaweza pesa. Simba wamemalizwa na kasi ya Yanga, sio bora wao. Ile spidi ya Yanga ndio imewanyongonyesha wao. Wamezidiwa spidi. Walikuwa wanakuja waende na ile kasi, lakini wenzao ile kasi ndio wanaoishi kila siku. Kwa Simba alikuwa ni kuku anayerushwa punje, kumbe anasogezwa chumbani. Spidi ndio imewamaliza Simba. Nimekwambia Yanga wale kucheza nao
mapafu yanaingia maji, wana pesi ya juu. Hiki kitu ndio kitachokuwa na watafuna watu. Ukienda unasema mbona basi huko yupo, lakini mbona wanakata moto, wanakuzuia kucheza, wanataka wao wacheze. Sasa na wewe ili uende nao sawa, uwe na hiyo pesi, full match pace wanasema watu wa mpira, kasi ya mchezo wote. Lakini ukienda nao geji ikishuka, madhara. Kilichomaliza wale ni geji kushuka tu. Na wasema dakika 20 walikuja, dakika 20 zile walikuwa kwa jehanamu. Zilizofuata kila mtu akawa sasa kama mtu yuko kwenye bendi, huyu anapiga tumba, huyu anapiga besi, huyu anapiga solo, yule kule anafishika saxophone. Ukicheza na Yanga hii wanakugeuza bendi, kila mtu ameshika kifaa chake. Dabi zilizopita upande wa Simba alikuwa analalamika sana kuhusiana na waamuzi. Jana tumeona amechezeshwa Alajiga ambaye wao wampendi. Vipi unatazamaji namna alivyochezesha Simba? Kwanza amechezesha vizuri, japo kuna maeneo nikaona alikuwa anapendelea Simba. Na sio anapendelea, ni faida zilikuwa zinatolewa kwa Simba. Kusema kupendelea sio kitu kizuri. Ni kama faida walikuwa wanapata sana Simba matukio mengi. Lakini ni pesi ya game pia. Na tuwashukuru walituletea kifaa kile cha ile video ile support ile tumeletewa pale uwanjani. Football video support. Nzuri VS ile. Sababu ile ingekuwa penalty kwa wenyewe ile shauri ile. Lakini mnashauri kapiga mpira ule ndio kaingiza mguu. Naelewa? Defender kapiga mpira ule ndio kaingiza mguu. Kwa hiyo imeleta faida, lakini kikweli siwezi kumlaumu Alajiga kwa sababu yapo tu matukio machache kwenye mchezo yanatokea wakati mwingine. Peter Sharulile hatujamuona akifanya mambo, pengine wengi walitazamia kumuona pengine atafunga goli, hatujaweza kuona. Peter Sharulile ni mkandarasi, mechi ya jana ni mkandarasi yeye. Alikuwa tracking mark anaenda pembeni. Peter Sharulile anacheza kama mkandarasi, ramani ya nyumba anaijua, na ndio anaelekeza mle ndani. Alishasema huyu ni kama barozi wa nyumba 10. Katumwa na chama chake na anafanya kazi ya jamii kusuluhisha kesi. Kacheza kama mkandarasi Peter Sharulile. Toa maelekezo na watu wanacheza vitu kwa uzuri. Hiyo ndio kitu ambacho mimi nimekiona kiko tofauti kwenye game. Hakuna kingine. Lawama ambazo anatupiwa Dumbia pengine wanapaswa kunyamaza kwa sababu labda walizidiwa mbinu. Dumbia ni kuli ambaye hakubebeshwa mzigo. Wasimlaumu bure. Hiyo ni kuli ambaye hakubebeshwa. Katengenezewa nafasi gani? Dumbia yule ni kuli ambaye hakubebeshwa mzigo. Alafu unataka kusema abebi, kabeba kapezewa nafasi gani? Dumbia alikuwa anatoka eneo la katikati anafuata mipira pembeni. Tafsiri yake ni kwamba nyinyi hamna fluidity ya kumfuata alipo. Unalaumu kitu gani? Mnataka afanyeje Dumbia? Ashike iwe penalty. Shot on target wamepiga dakika 89. Au Dumbia unamlaumu nini? Unamlaumu muuaji wakati ya kupeleka mali kwa bibi harusi. Hii ndio makosa ambayo mimi nayaona. Dumbia kuli ambaye hakubebeshwa mzigo jana. Hajapewa nafasi za maana kutengenezewa, nafasi zote zinakuja za pressure tena kama anasakiziwa. Analazimika mshambuliaji anakwenda width kufuata mipira. Anakwenda kushoto kulia. Mbona kakimbia Chama mule? Au mumsemi? Mfumo wa Simba wote uliparalyze jana. Simba leo vizuri. Simba waliparalyze jana. Tena upande wa kushoto wa moyo. Mbona vizuri? Simba waliparalyze upande wa kushoto wa moyo. Mgonjwa hanyanyuki. Akifikia hatua hiyo. Ndio kilichotokea jana. Sasa unamlaumu vipi Dumbia? Ndio maana nikasema Simba wamepoteza mchezo. Hawajapoteza timu. Ni makosa makubwa. Kuona kama wamefeli. Wamepoteza mchezo, hawajapoteza timu. Hasira za nini? Kwa sababu tu wanafungwa mara nyingi ndio kinawapa hasira. Lakini kwa kweli walipoteza mchezo, hawajapoteza timu. Yanga hii sana unaionaje namna ilivyo? Pengine kama watapata muunganiko wa wachezaji wote, itakuwa ni Yanga namna gani kuelekea huko? Yanga hii inakwangua upele na mkasi. Inakwangua upele na mkasi Yanga hii. Sitoshangaa mtu akipigwa 7, sitoshangaa mtu kapigwa 9, sitoshangaa hii Yanga ya Mankoba hii kwa tabia ile ya jana. Wanakwangua upele na mkasi kwa sababu wanamleta Aziz Ki. Na Aziz Ki ndio mchezaji wa kwanza kusajiliwa Yanga wa kimataifa msimu huu. Alisajiliwa mapema sana Aziz Ki. Walikuwa wanasubiri tu mambo machache kwa sababu Aziz Ki si wa kwao, wakatafuta nguvu waje kumaliza nao dakika ya mwisho. Ndio mchezaji wa kwanza kusajiliwa Yanga Africans. Okelo namba 10 mzuri sana. Lakini anacheza kama software. Abonyezwe arahisishe kazi na vitu kama hivyo. Aziz ni hardware na software. Sehemu za kurahisisha anarahisisha, sehemu za kutumia maguvu anatumia maguvu. Sasa kwa aina ya pace ya mechi wanazocheza Young Africans wanahitaji software na hardware, kitu ambacho Aziz yuko nacho. Okelo mechi yote ina pace kubwa umuoni. Ndio maana watu wengine kimataifa hawezi kusaidia Yanga, walikuwa wanajaribu kuakisi maeneo kama hayo. Kwa hiyo sasa hivi wanapata software na hardware wanapokuwa na Aziz Ki.
na nadhani anatambulishwa kabla ya swala ya Ijumaa, kwa taarifa nilizonazo, kabla ya swala ya Ijumaa. Kila kitu kiko sawa, asubiri kutambulishwa. Na huyu ndo mchezaji wa kwanza wa Young Africans alisajiliwa kimataifa. Nafikiri shai kusema hapa. Azizi anacheza Yanga jamani. Maneno yakawa mengi. Sajili zangu zote nilizowaambia watu zimetokea. Sajili zote nilizowaambia watu zimetokea. Habari ya Azizi hiyo nilisema kwanza kabisa. Azizi anacheza Young Africans karudi. Na ndo mchezaji wa kwanza kusajiliwa kimataifa. Alikuwa huyu na yule Kotima baada ya Yanga kujiridhisha kwamba hawezi kuwasaidia. Yule anacheza Police Kenya. Azizi ndo mchezaji wa kwanza kusajiliwa hapa. Kocha Zuberi Mkalaboko, unamtazamaje Albert Kangwanda namna alivyo kwa uchezaji wake? Kangwanda ni mchezaji mzuri sana. Na kitakachofanya watu wapate taabu, yule ni kitunguu saumu. Anabadilisha kabisa harufu ya chochote anachowekwa. Ukikitafuna chenyewe kinakukaraisha, ukiweka kwenye pilau kinaongeza ladha. Sasa hiyo ndio faida ya Kangwanda. Kama kitunguu saumu anaonyesha kile alichokuwa nacho. Lakini wakati mwingine anajigeuza tangawizi. Kitunguu saumu na tangawizi. Kiungo, dawa, zote zina sifa hizo Kangwanda. Ni kiungo la vile unakitumia kama kiungo lakini unamtumia kama dawa. Kangwanda ni kitunguu saumu na tangawizi. Unakitumia kama kiungo, unakitumia kama dawa. Ana kimo kizuri, ana nguvu, ana kasi, anaweza kufunga na ni fundi hasa. Na atafunga sana kwa sababu kinachombeba yeye anakaa kwenye maeneo ambayo mtu mwingine hawezi kuona. Na yale magoli unaofunga ndio anafungwa na magoli wachezaji bora. Unafunga magoli ambayo mwingine atazamie. Mechi kama hiyo atakuwa unafunga magoli ya namna ile. Yule ndio mchezaji kama Kangwanda. Kwa Yanga wamepata sajili nzuri. Unajua hao wachezaji wa kimataifa ambao wameanza jana wana kufundisha kitu. Wameanza na wachezaji watatu wa kimataifa jana. Uwezo wao umeona? Daraja la juu kabisa. Cheza mechi ya dabi kwa standard ya juu kabisa. Kama vile kuna timu siku zote. Wakicheza mechi tatu wale. Na kuna wengine walikuwa ambao hawajaanza sio wabovu. Wanawarudisha kwenye base. Kumbuka wao ambao hawajaanza walichelewa kwanza na timu. Ndio wanawarudisha kwenye base. Shadrack Kiboka ni kama kuna vitu kapokea kwa Mankopa. Nilipata nafasi siku moja ya kuongea na kiongozi mmoja wa Yanga, rafiki yangu sana. Wa juu kabisa pale Young Africans. Mazungumzo ya kirafiki. Unajua viongozi wale watu wa mpira wale. Viongozi wa Young Africans. Watu wa mpira. Unajua Yanga inaongozwa na wauni kwenye mpira. Viongozi wa Yanga wauni kwenye mpira. Wauni sana wale. Wako pale wauni wengi. Lakini mnaona wauni wachache wakina Hersi ndio wauni wao mbele. Wako kule wauni, wako na watu pale wauni kibao wako nyuma kule. Wapo wakina Kibwana wauni wa Morogoro wako hapo Young Africans. Kama unamjua Kibwana. Wapo wakina Kiwadinyo wauni hao. Wako pale. Na wauni kibao nyuma kule. Acha muni mkuu karibu. Wana wauni wengi sana pale Young Africans. Viongozi wao wauni sana watu wa mjini. Na mpira wanajua. Afuka ukiwaona kama unaona sio wauni. Tulikuwa tunazungumza siku moja kuhusiana na yule nani yule Shadrack Kiboka. Vipi Shadrack Kiboka? Nikamuuliza wewe unamuonaje? Sema huyu bwana huyu ana vitu vichache. Nikamwambia kwa hiyo ndio amvitaki. Kaambia hapana, huyu tukimrekebisha huyu au kuongeza kitu cha ziada. Nikamwambia yule anatakuwa ajue kupiga cross tu. Kwa sababu Mkaboko nikamwambia yule anatakuwa aelekeze, sio ajue. Anajua ni mchezaji mkubwa. Aelekeze kumalizia kupiga cross tu. Kwa sababu ana pace 1v1 nzuri. Yule amalizie kupiga cross tu. Siku moja akaniambia bwana mtu wako ameanza kuzipiga huko mazoezini. Atapiga assist nyingi sana safari hii. Kwa sababu Yanga wameongeza watu wanaoweza kucheza gorofani. Na cross zake unamwona sasa hivi. Yaani kama washamwambia yeye ndio mtu ambaye ametengenezwa kupiga cross nyingi. Na wale wauni jana muuni mmoja akanitumia message bwana naona bala lake, nikamwambia utajua wenyewe na muuni mwenzenu. Namna kwa hiyo timu yao inachobebwa Young Africans ni wale wauni kwenye mpira. Wale ni wauni kwenye mpira. Hii michezo kuponyana na wachezaji ndio michezo yao. Wauni kwenye mpira. Sawa. Kwa hiyo tumalize na hili. Unazungumzaje kuhusiana na Simba, nini ambacho anataka kufanya kabla ya Shahidi alijamalizia kufunga? Simba wamepoteza mchezo, hawajapoteza timu. Hakuna timu isiyofungwa duniani. Kwani Yanga walivyofungwa na Simba ile goli moja walikata tamaa. Sasa wakaja wakapata sare 2-2. Wampe nafasi mwalimu kutengeneza timu, lakini pia waitengeneze timu yao kuwa na mzani mzuri, kuongeza watu kwenye maeneo muhimu. Kwa mfano Simba wanahitaji sana kupata namba 10 mbadala wa Chama. Nilikuwa nikisema mara zote.
Lakini mshambuliaji hataki kuwa mmoja kwenye timu. Unahitaji kupata mshambuliaji mwingine ambaye anatengeneza pressure kwa mshambuliaji. Huyu Dumbia sio mshambuliaji mbaya kiasi hicho. Lakini Simba watamgeuza mbaya kwa sababu moja, mshambuliaji atengenezewe nafasi. Anafungaje magoli? Kwa nini mnataka kuhamisha matatizo ya mtu mmoja? Tatizo la timu mtakulemisha kwa mtu mmoja mmoja. Hilo ndio tatizo la Simba. Lakini hapa wanajiona kama ndio wamefeli kila kitu. Hapana, ile ni mechi moja tu Ngao ya Jamii. Acheni kumtia pressure kocha, mlaumu huyu kocha hatufiki mbali, hatufiki. Sasa anafanya kazi na rasilimali zipi? Si ndio hizo mlizomletea nyinyi? Si mlishangilia walivyoitwa Dumbia. Kuna mtu alishasema hapa Dumbia anawapeleka Simba CAF Champions League. Si kuna mtu alishasema Dumbia anawapeleka Simba CAF Champions League. Sasa kwa nini mwanze kulalamika na mechi hazijaanza za CAF Champions League? Wasubiri acheze. Iko hivyo. Shukuru sana. Sasa